Hujambo na karibu sana mtazamaji wa Zone Media. Tuangazie yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa kwa wakati huu, ambapo hapa tunagusia mvutano unaoendelea sasa hivi kati ya Uturuki pamoja na Israel. Sasa hivi Uturuki inapeleka idadi kubwa ya silaha na mifumo ya kijeshi nchini Syria kupitia operesheni za usiku ambazo zinaripotiwa kuratibiwa na shirika la ujasusi la Uturuki MIT, huku Ankara ikiendelea kupanua uwepo wake wa kijeshi ndani ya nchi hiyo. Hatua hizo zinakuja wakati kukiwa na mvutano unaozidi kuongezeka kati ya Uturuki na Israel kuhusu kuimarika kwa uwepo wa kijeshi wa Uturuki nchini Syria, ambapo Israel imeonya hadharani kwamba haitakubali vikosi vinaweza kuwa na uhasama kuanzisha uwezo mpya wa kijeshi ambao unaweza kuhatarisha usalama wake. Na Israel pia tayari imeshafanya mashambulizi dhidi ya miundombinu ya Syria inayohusishwa na mipango ya kupeleka wanajeshi wa Uturuki. Sasa kuna video ambayo inaonekana magari ya kijeshi ya Uturuki yakiwa njiani yanaelekea huko nchini Syria, huku ripoti zikieleza kwamba Uturuki inajiandaa na vita dhidi ya Israel. Mtazamaji, tangu mwanzo nilikuwa nikikuripotia taarifa kwamba kuna mvutano mkubwa unakuja kati ya Uturuki pamoja na Israel, na hii inatokana na kitendo ambacho Israel imekifanya siku ya hapo juzi, kushambulia miundombinu ya kijeshi mpakani kabisa mwa Uturuki huko nchini Syria, ambapo taarifa za kijasusi zilikuwa zinaeleza kwamba Israel iligundua kwamba wanajeshi wa Uturuki walikuwa wako mbioni kuingia katika kambi ya kijeshi huko nchini Syria. Ndio maana ikawahi kushambulia na kuzuia harakati zozote za kijeshi za uwepo wa wanajeshi wa Uturuki pale nchini Syria. Na usafirishaji wa hivi karibuni wa silaha na mifumo ya kijeshi unaweza kuongeza zaidi wasiwasi nchini Israel kwamba Uturuki inaenda zaidi ya kuwa na ushawishi wa kisiasa katika Syria na baada ya utawala wa Assad, na sasa inalenga kuanzisha uwepo mkubwa wa kudumu wa kijeshi nchini humo. Kwa mujibu wa ripoti ni kwamba takribani magari 200 hadi 250 yenye silaha, yakiwemo karibu mizinga 20, yamepelekwa katika maeneo ya magharibi mwa kusini mwa Syria. Video mtazamaji unayoiona hapo, hayo ni magari ya kijeshi ya Uturuki yakiwa yanavuka mpaka kutoka Uturuki kuelekea nchini Syria, ambapo unaona hapo ni vyuma kwelikweli, vimesheheni silaha za kutosha zikiwa njiani kuelekea huko nchini Syria. Sasa hii ni ishara kwamba Uturuki inajiandaa na hali yoyote ya mvutano wa kijeshi ambayo inaweza kutokea kati yake pamoja na Israel. Uturuki baada ya kutoa hati ya kumkamata waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alireact na kuja kuzungumza na kusema kwamba Israel haitasita kuchukua hatua dhidi ya Uturuki wakati wowote, na akamuita rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kwamba ni dikteta. Sasa mtazamaji, unaweza ukaona kabisa kwamba tayari viongozi hawa wameshaanza mivutano, na tayari harakati za kijeshi tayari zimeanza kuonekana, na tayari Israel imekwisha chukua hatua dhidi ya kambi ya kijeshi pale nchini Syria mpakani kabisa na Uturuki, sehemu ambayo taarifa za kijasusi zilikuwa zinaeleza kwamba wanajeshi wa Uturuki walikuwa tayari kuingia katika kambi hiyo ili kuimarisha uwepo wa kijeshi pale nchini Syria. Ripoti mbalimbali zimekuwa zikieleza kwamba huenda tukashuhudia mapigano. Je, itakuwaje? Cha msingi ni kuweza kuwa karibu nami wakati wote hapa, kwani nitakujuza yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa. Usiache kusubscribe tu, kulike, kucomment pamoja na kushare.